Ni matumaini yangu kwa ni mzima sana na unazidi kuenjoy time hii hapa. Kwanza kabisa ni kushukuru ambaye tayari umejiunga na sisi. Bwana, story kubwa sana ambayo kwa sasa ina trend kwenye mitandao ya kijamii, na sio story nzuri, inahuzunisha kwa sababu ni kuhusu ugonjwa. Ni kitu ambacho kimekuwa kikitrend sana kwenye mitandao ya kijamii chini, lakini leo uongozi wa msanii Gigy Money ukaamua kulizungumzia hili kwa ukubwa zaidi, na watu wengi wafahamu kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hivyo ni story ambayo imeweza kuwekwa wazi, kila mmoja afahamu na sio kusikia maneno ya juu. Kwanza kabisa, siku zote moja kati ya kitu ambacho watu wengi wakifahamu ni kwamba ndugu yako akiwa anaugua huwa inauma sana, kwa sababu wewe ndiye ambaye unafahamu umuhimu wa ndugu yako. Wengine wa nje hawajui kwamba ndugu yako ana umuhimu gani kwako, lakini wewe ndio unayefahamu. Kwa hivyo wanaweza kaongea chochote, wanaweza kazungumza chochote, lakini wewe ndiye ambaye unafahamu. Lakini pia kitu kingine, ugonjwa ni kitu ambacho hakipigi hodi. Mara nyingi kuna magonjwa ambayo unajua kabisa na dalili za ugonjwa fulani, lakini pia kuna magonjwa ambayo ni ghafla yanatokea. Ndugu yako yuko kitandani, unajisikiaje? Kwa hivyo nimezungumza hivi kwa sababu watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa kizungumza ya kwao wanavyojisikia kuzungumza, lakini hawafahamu kitu ambacho familia ya msanii Gigy Money inapitia kumuona kwamba yupo kitandani. Walikuwa wanamtegemea kwa namna moja ama nyingine na vitu kama hizo. Sasa turudi kwenye story yetu. Kama bado hujajiunga na sisi ni kwamba hujachelewa. Cha kufanya tu ni kuweza kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia usisahau kutoa maoni yako hapo chini kwenye uwanja wa comment section. Utakometisha ile kinamanoma. Bwana, taarifa ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii huko Instagram zilizungumzia kuhusiana na msanii Gigy Money kuweza kuugua, na sababu ikiwa ni kupigana, kwamba amepigana mpaka akaumia na mwisho wa siku akawa anaumwa. Lakini kwenye peji ya Gigy Money ambayo ina wafuatiliaji wengi sana, imekuwa ikifuatiliwa na watu wengi wanapenda jinsi ambavyo Gigy Money anaishi maisha yake. Hajawahi kufake life, amekuwa akiishi maisha yake, na ni kitu ambacho kinavutia watu wengi sana. Sasa aliweza kuposti ujumbe, ambaye ni kiongozi au uongozi wa Gigy Money uliweza kuposti ujumbe kwenye peji ya Gigy Money ukiweza kuweka wazi kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa wanasema kwamba taarifa ya msanii huyo kuugua ni kweli, wala sio uongo kama jinsi ambavyo imekuwa ikitolewa, lakini taarifa imekuwa imetolewa kitofauti kabisa. Wengi wakisema kwamba amepigana na mtu kaumia na vitu kama hizo, lakini uongozi unasema kwamba hiyo sio sababu ya Gigy Money kuugua. Kuna sababu zingine tu ambazo zimetokea, lakini sio sababu ya kupigana na mtu. Lakini pia wanasema kwamba ni kweli kwamba Gigy Money amelazwa na hali yake ni mbaya, na kwa sasa anaipambania hali yake. Kwa hivyo Watanzania umuombe ili mwisho wa siku aweze kurudi katika hali yake na vitu kama hizo. Na kama kuna watu ambao wamekosana na yeye, labda wana bifu fulani, basi waziweke tofauti, wamuombe apone, kwa sababu ana mtoto mdogo. Basi wamwangalia hata mtoto ambaye ni mdogo, Maira, mtoto wa Gigy Money. Wengi wanamfahamu kwa sababu hata kwenye mitandao ya kijamii amekuwa akipost video akiwa na yeye mara nyingi sana, kwa hivyo anafahamika. Kwa hivyo kila mmoja ambaye ana uwezo wa kumuombea Gigy Money basi amuombee, na pia kwa ajili ya mtoto, kwa sababu mama yake yupo katika hali ambayo wanasema kwamba anayapambania maisha yake, lakini pia anahitaji kupata faraja na amani ya moyo, mwisho wa siku aweze kuwa salama na vitu kama hizo. Kwa hivyo uongozi wa Gigy Money umeweza kuweka wazi kwamba Gigy Money anaugua ni kweli, lakini sio sababu ya hizo ambazo watu wengi wamezizungumza. Na kuugua kwake, ameugua muda kidogo na amekuwa akipelekwa hospitali tofauti, lakini mwisho wa siku ameweza kupata hospitali kama Muhimbili wameitaja pia. Lakini pia wamesema kwamba watu wengi wamekuwa wakimtafuta Gigy Money katika hospitali nyingi tofauti. Huko kote ambapo wanatafuta hayupo huko. Kuna sehemu ambapo yupo, kama jinsi ambavyo uongozi umezungumza na kusema kwamba wanachohitaji ni maombi kwa Watanzania waweze kumuombea ili mwisho wa siku aweze kuwa katika hali yake ya kawaida na vitu kama hizo. Comment za watu wengi wamemuombea sana Gigy Money. Tukicheki upande wa Juma Lokole, ameweza pia kucomment akisema kwamba anamuombea sana aweze kurudi katika hali yake ya kawaida, akisema kwamba anatamani kumuona tena. Lakini pia watu wengi sana pia wameweza kucomment, mashabiki na watu maarufu wameweza kucomment maoni yao kuashiria kwamba wameguswa na kitu ambacho
kimetokea kuhusiana na Gigimane, kwa sababu ni kama wiki kadhaa haumuoni. Kwa hivyo wakaanza kujiuliza maswali, Gigimane yuko wapi? Mbona hatumuoni? Na sio kawaida yake kutokuonekana kwenye mitandao ya kijamii, hasa pale Instagram ambapo ana mashabiki walio wengi sana. Kwa hivyo ni story ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja ameizungumzia hele, lakini pia uongozi unasema kwamba kipenzi cha watu wengi ambaye ni Gigimane anahitaji maombi ambao yatamfanya awe na amani, awe na faraja, apumzike vizuri, apate afya njema, na hiyo watu waifanye kwa ajili labda wa mtoto wake, kwa sababu labda kukwenda wengi hawakawa mkubali Gigimane, lakini basi wamwangalie mtoto ambaye Gigimane anaye ambaye ni Maira na vitu kama hizo. Kwa hivyo pia sisi kama Zedee Media tunasema kwamba tumuombe Gigimane kwa pamoja aweze kurudi katika hali yake kawaida na vitu kama hizo. Mara nyingi sana watu watuombeani magonjwa. Kwa hivyo ukiona mwenzako anapitia hali fulani, hata kama mlikuwa na tofauti, basi kwanza angalia hali yake, mengine hao ni baadaye na vitu kama hizo. Na kama jinsi ambavyo mwanzo nilivyosema kwamba maradhi huwa yanatokea tu, na ala wakati mwingine huwezi kujua kesho yako inakuaje. Kwa hivyo cha kufanya ni kumwombea Gigimane aweze kurudi katika hali yake ya kawaida, kwa sababu familia yake inampenda, lakini pia hata mtoto wake ambaye ni Maira anampenda sana mama yake. Bwana, fanya hivi: subscribe channel hii, like, share, lakini pia comment maoni yako. Hapo tukometisha ile kinamanoma. Lakini pia baada ya kusubscribe, gusa alama ya kengele, yani turn on notification. Kiwasha hicho kengele, mwisho wa siku utakuwa mtu ambaye unapata habari kwa wakati zaidi.